Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ambayo kwa sasa hali si shwari ndani ya klabu yao. Ukiweza kushuhudia mambo ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Yanga ni huzuni kweli kweli, kwa sababu ya kile ambacho kinachoendelea. Young Africans licha kwamba hawaangushi ama kufungwa, hawaangushi pointi 3, wanasali, lakini bado unaweza kusema hali si nzuri kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Mpira wanaocheza ni mpira mgumu, namna ambavyo kikosi chao kinavyokwenda kinatia mashaka juu ya kubeba ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa msimu huu ukilinganishwa na msimu uliopita hali ilivyokuwa, lakini sasa inaonekana hali si nzuri. Sasa kuna maamuzi ambayo yamekwenda kutolewa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, ikielezwa kwamba kuna watu wamekalia kutikavu ndani ya kikosi hicho. Ni nani huyo ambaye amekalia kutikavu? Utakwenda kumjua hapa, kwa sababu taarifa kamili ya kile kinachoendelea kwa sasa yote niko nayo hapa. Cha kufanya tu ni kuweza kunipa muda wako kuweza kunisikiliza mwanzo mwisho, kuweza kujua taarifa hii, kile kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi hiko. Ila kabla hatujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Karibu. Bana, Young Africans ni kama vile mambo yanayoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao yanatia huzuni, na kile kinachoonekana mashabiki hawafurahishwi na namna ambavyo mwenendo wa timu yao inavyokwenda chini ya kocha Pedro, ambaye ndo anakinoa kikosi hiko. Inaonekana mpira ambao anaocheza au wafurahishi wananchi hata kidogo na namna ambavyo inavyoendelea. Sasa taarifa zinaelezwa kwamba baada ya sare mbili ambazo alizozipata, sare ya TRA na sare dhidi ya Azam FC, ndio huenda ikawa ni mwisho wa kile kinachoendelea kwa sasa kwenye majukumu yake, ambapo taarifa zinaeleza ndio kazi yake ama kibarua chake kinaelekea mwishoni hivyo ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga, ambapo inaelezwa kikao kizito kimefanyika baina yake na viongozi wa klabu ya soka ya Young Africans, ikiongozwa na kamati ya usajili ambayo iko chini ya Engineer Hersi juu ya kile kinachoendelea kwenye kikosi chao, huku kocha akiweza kujitetea na kusema ya kwamba hali ya majeraha ndio inayomfanya kuweza kufanya vibaya. Lakini unaambiwa zipo taarifa zinasambaa mitandaoni kuwa Yanga wapo kwenye mpango wa kumtimua kocha wao. Ni taarifa ambazo ni namna ambavyo zinavyozidi kusogea kulingana na kile ambacho kinachoendelea, ambapo kikosi cha Young Africans msimu huu ni kama vile mambo yamekuwa ni magumu kabisa kweli kweli, ambapo kocha wa kikosi cha Yanga amesema kuwa nusu ya kwanza ya msimu imekamilika, huku timu hiyo ikiwa katika nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa ligi. Ameeleza kuwa ingawa matokeo ya mchezo hayakuwa yalivyokuwa wakiyatarajia, lakini bado wanaondoka wakiwa na imani kubwa juu ya uimara wa timu yao, huku wananchi wenyewe wanasema kwamba timu yao hawaioni kama ikifikia malengo, licha ya kwamba kocha bado anajinasibu akisema kwamba wana safari nzuri. Lakini Yanga wanaujua ukweli wenyewe, ila wanashindwa kusema. Mashabiki wengi wa Yanga wengi wanaujua ukweli, ila hawataki kusema kwa sababu wanaogopa mtu wao atakasirika. Ila kuhusu timu kutofanya vizuri, chanzo ni uongozi chini ya Rais Engineer Hersi Said,
ikielezwa kwamba dirisha kubwa la usajili mwaka jana kasajili Bala Conte, Lassine Kouma, Edmund John, Andy Boyeli, Celestine Yekua, Mo Dombia, Casemiro, Frank Yasinki, Zimbwe Junior, Hussein Masalanga. Swali la msingi, katika hao wote waliosajiliwa, nani kaingia kwenye kikosi moja kwa moja? Nani kaongeza kitu kikosini? Ni nani ambaye kutokuwepo kwake kumeathiri timu? Dirisha dogo akaongeza wafuatao: Depu, Okelo, Damaro, Mwanengo, Buba. Ukimtoa Depu hapa na Damaro, nani kaingia kikosini moja kwa moja? Ni swali hilo. Hizi sajili zote zimefanywa na Ersin na zimefeli kwa 99%, ila lawama anakuja kutupiwa kocha. Yanga kwa sasa inawategemea zaidi wachezaji wake waliosajiliwa zamani ambao wanajitahidi kuonesha walichonacho, na hao wachezaji wameshuka sana viwango na wapya wamefeli, hawana uwezo. Ila mjadala ukawahamia kwa wachambuzi kuwa mna bonge la timu na wakawa wanasifia uhalisia unaonekana hamna timu ya ushindani, ila mnapata matokeo kulingana na udhaifu ama makosa ya timu zingine. Pedro anataka wachezaji ambao wanaweza kumsogeza katika kile ambacho anachokitaka. Wachambuzi wengi wametoa maoni yao juu ya kile ambacho kinachoendelea kutokea, lakini inaelezwa kwamba siri ya Young Africans kuendelea kuweza kushinda licha ya kukumbana na majeraha, inaelezwa kwamba licha ya kukumbwa na wimbi la majeraha kwa baadhi ya wachezaji muhimu, uongozi wa Yanga umeweka wazi kuwa bado una imani na kikosi chao, ukisisitiza kuwa kina uwezo wa kupata matokeo chanya katika mchezo iliyosalia ya ligi kuu Tanzania bara. Msemaji wa klabu hiyo Ali Kamwe amesema licha ya changamoto ya majeruhi hawataki kuyumba, kwani wana kikosi kipana chenye uwezo wa kupambana na kuhakikisha wanapata ushindi katika kila mchezo, wakianzia na ule zidi ya Mtibwa. Yanga inatarajiwa kushuka dimbani zidi kuvaa wenyeji wao ambao ni Mtibwa kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma, ikiwa na lengo la kuondoka na alama 3 muhimu. Kamwe ameweka wazi dhamira ya kikosi hicho kuelekea mchezo huo, akisisitiza kuwa lengo kuu ni kupata matokeo mazuri licha ya kutambua ugumu wa pambano hilo. Amesema wapinzani wao wamekuwa na muda wa kutosha kujiandaa, jambo linaloongeza ushindani uwanjani. Ameongeza kuwa ndani ya kikosi hicho hakuna jambo linalopewa kipaumbele zaidi ya ushindi, huku akionyesha imani kubwa kwa wachezaji waliopo kuwa wako tayari kupambana hadi mwisho ili kuhakikisha wanapata alama 3 muhimu. Licha ya kwamba majeraha yameweza kuongezeka kwenye kikosi cha Yanga, lakini bado wamekuwa na dhamira ya dhati ya kuweza kupambana, ambapo pigo lingine Dube mapema kabisa naye ameenda injury, ambapo Young Africans imepata pigo jipya baada ya mshambuliaji wake Prince Dube kushindwa kuungana na kikosi katika mchezo unaofuata, licha ya changamoto nyingine kwa timu inayokabiliwa na wimbi la majeruhi wengi ndani ya kikosi chake, ambapo Dube amelazimika kubaki kambini kwa ajili ya kufanyia vipimo vya kina kufuatia kuumia katika mchezo dhidi ya TRA, wakati Dube akiwa anaangaliwa kwa ukaribu na madaktari kuweza kusubiri. Ukosefu wa Dube ni pigo kubwa, kwani tayari baadhi ya wachezaji wakiwa nje kutokana na majeraha. Miongoni mwao ni Laulindo Depu, Shadrack Kiboka, Ibrahim Baka, Edmund John, wote wakikabiliwa na changamoto ambazo ni za kiafya. Kwa hiyo tusubiri kuweza kuona itakuwaje, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na